Leo nipo hapa Shinyanga kwa ajili ya kuko na zoezi la utoaji wa fomu wa ujumla katika mkoa mzima wa Shinyanga. Na kwa ujumla wake majimbo yote yamepata wagombea tayari, kwa maana ya na kuna jimbo jipya ambalo limetokea Itwangi limepata mgombea Itwangi, limepata mgombea, jimbo la Solwa, jimbo la Shapu na jimbo la Shinyanga mjini. Lakini kwa wajumbe wagombea walio wengi ni wagombea hasa wa Shinyanga mjini, manake Shinyanga mjini kumetokeza wagombea 5 ambao wamechukua fomu na wengine wamerejesha. Kwa hiyo Shinyanga mjini tunategemea kutakuwa kuna ushindani mkubwa, na chama chetu sisi manake ni chama cha kidemokrasia. Watakwenda kwenye kura za maoni wa kushindana, pembeni atapatikana mshindi mmoja ambaye atakwenda kuwakilisha chama katika kinyang'anyiro cha ubunge. Kwa ujumla tuna wagombea almost kama 8 wamefika 8, ambapo 5 ndio wametoka kwenye jimbo moja na 3 wametoka kwenye majimbo hayo mengine 3. Kwa hiyo so far sisi mchakato wetu bado unaendelea na watu bado wanakaribishwa kuchukua fomu. Hata kama Shinyanga mjini bado kuna watu wagombea ni wengi, lakini bado tunahitaji wagombea kwa wengi zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo mwisho wa kuchukua fomu ni mwisho wa mwezi huu, ambapo mpaka tarehe 31 tutafunga dirisha, litakuwa limefungwa. Lakini bado still tunaendelea kwa sasa, tunaendelea kuhamasisha watu waendelee kuja kuchukua. Baada ya hapo tutafuata mchakato wa kura za maoni. Then baada ya hapo sasa baadaye kamati kuu itakaa na halmashauri kuu kufanya uteuzi wa mwisho kwenda kwenye ili tupate mbunge mmoja ambaye atatawakilisha kama kwenye majimbo yetu. Kwa so far leo tulikuwa tumefanya hilo jambo, tumehitimisha kwa pamoja kwa hamasa ambayo ni kubwa sana, na watu ambao washindani bado nafikiri vijana bado wanahitaji kuwa, hasa vijana wajitokeze kwa wingi kuwa wagombea. Na pia kwenye udiwani Shinyanga mjini karibuni almost nusu ya kata wameshapata wagombea na Shinyanga. Kwa hiyo Shinyanga mjini kuna mvutano mkubwa sana katika ushindani. Kuna kata zingine zina wagombea udiwani. Jimbo la Itwangi kuna wagombea udiwani wengi tumeshapata. Solwa pia kadhalika, pamoja na Kishapu pia tuna wagombea wa udiwani ni wengi. Kwa hiyo kwa ujumla chama hiki kimejizatiti, na sisi hatushiriki kibubusa, tunakwenda tumejipanga na ndipo tayari kwa mapambano ya kwenda kushiriki uchaguzi, na mimi natumaini mwaka huu ni mwaka wetu sisi. Shinyanga mjini kuna Siriasini, kuna Merkiori Seba, kuna Justa Dennis, kuna Baruku Haji, kuna Simon Tungi. Hao ni ambao wamechukua mpaka sasa kwa Shinyanga mjini. Kishapu kuna Yakubu Madosh na Itwangi kuna Hasani Ibrahim, na kule Solwa kuna Mchanga. Hao wamechukua fomu, ambapo tunakwenda sasa ndio wataingia kwenye kinyang'anyiro. Na sisi hata kama nikiwa ni mmoja, kura za maoni zitapigwa. Kwa hiyo wajumbe wa mkutano mkuu wa jimbo ndio wataamua wanafaa ama hafai. Akipata kama yake akipata peke yako, akipata nusu au kuvuka nusu ya idadi ya kura ambazo unatakiwa kupata, maana yake wajumbe watakuwa wamekataa na hautaweza kuwa mwakilishi. Kwa hiyo tutaendelea kufuata kuhitaji mchakato kwenye ile jimbo uendelee tena na zaidi mpaka hapo atakapopatikana mgombea. Kama jina naitwa Justa Dennis, ni katibu wa jimbo la Shinyanga mjini na ni mgombea ambaye nimeomba ridhaa kwenye chama changu cha kugombea ubunge jimbo la Shinyanga mjini. Kwa siku ya leo kutokana na zoezi la kurudisha fomu ambalo limefanyika kwa majimbo yote kwa mkoa mzima wa Shinyanga mjini, tumekamilisha hilo. Japokuwa milango bado iko wazi mpaka tarehe 31, tutaendelea kupokea watiania na kuwapatia fomu ambao wanahitaji kugombea ubunge. Milango bado iko wazi. Iwapo nitapata ridhaa ya kugombea, kwa sababu tunaangalia Shinyanga watu wanahitaji kitu. Shinyanga ni manispaa, lakini ndani ya manispaa kuna maeneo hatuna barabara, kuna maeneo hatuna zahanati. Yaani tumekuwa na vitu vile vidogo vya yani wanaviweka kama kisingizio kwa ajili ya kuombea kule. Kwa hiyo ACT ikipata nafasi ya kupeperusha bendera na wananchi wakaipa ridhaa ya kuisimamia, sisi hatutakuwa na vitu vya kuombea kula.
tutaenda kuwafanyia kazi wananchi kile wanachokihitaji. Kama ni zahanati, tutahakikisha kila eneo zahanati inapatikana. Kama ni barabara, tutahakikisha kila eneo barabara inapatikana kwa ajili ya kurahisisha huduma za wananchi. Jina naitwa Mbaraka Haji, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo jimbo la Shinyanga mjini, ambaye pia nilitia nia na nikachukua fomu tarehe 12 mwezi huu, na leo ilikuwa ni siku yangu ya kurudisha fomu ya kugombea ubunge kwenye jimbo la Shinyanga mjini, ambayo nimetimiza wajibu wangu huo. Kwa hiyo kilichobaki mbele yetu kusubiri ridhaa ya mkutano mkuu wa jimbo utakwenda kutoa maamuzi gani kati ya sisi ambao tumechukua fomu. Kwa hiyo kimsingi nimetimiza wajibu wangu huo kwa siku hii ya leo. Mbele yetu ni kusubiri tu mkutano mkuu utaitishwa lini na kuweza kupiga kura za maoni za ndani. Kwa siku tutampata mgombea mmoja ambaye atapeperusha bendera ya chama. Tuko 5, lakini nadhani wataongezeka tena wengine. Kwanza ni haki yangu ya kikatiba, cha kwanza. Lakini cha pili, Shinyanga imekuwa ni shamba la bibi, kiasi ambacho wanakuja wabunge wengi, lakini hatimaye siku akiwa mbunge tu haonekani tena Shinyanga. Lakini mimi ni mkazi wa Shinyanga, kwa naamini naahidi siku nikiwa mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini, kama chama changu kitanipa ridhaa, kwanza nitaishi Shinyanga, nitaishi katika jamii ya Shinyanga, nitasikiliza kero za wana Shinyanga, nitazifanyia utatuzi kero za wana Shinyanga. Kwa hiyo kimsingi kwa sasa, kama mimi ndio nitakuwa mgombea na nitakuwa mbunge jimbo la Shinyanga, naamini kwamba saa za ukombozi wa kuikomboa jimbo la Shinyanga mjini zimefika. Saa ya ukombozi imefika. Mimi ndio mkombozi wa Shinyanga mjini. Naamini hivyo kama chama kitanipa ridhaa, endapo chama kitanipa ridhaa. Kwa hiyo kero zilizokuwepo Shinyanga, kuna masoko hayaeleweki, kuna zahanati hazieleweki, kuna vitu vingi. Kwa hiyo naamini kabisa nitaenda kutatua kero za wananchi kwa kadri Mwenyezi Mungu atakaponipa uwezo huu. Kwa jina naitwa Hassan Ibrahim, ni kaimu mwenyekiti wa mkoa, pia ni mtiania wa ubunge jimbo la Itwangi, jimbo jipya. Ndugu waandishi wa habari, cha kwanza mimi kama kijana naamini katika maendeleo. Maendeleo haya ni lazima yapate kiongozi makini ambaye ataweza kuhakikisha maendeleo yanafika sehemu husika. Kwa hiyo mimi nimeamua kuchukua fomu siku ya leo kuomba ridhaa ndani ya chama changu kama mgombea nafasi ya ubunge. Basi endapo chama kitaniteua kwa mgombea, basi naamini nitakuwa kijana ambao nitaenda kuwakilisha mawazo ya vijana na wananchi wa Itwangi. Cha kwanza, jimbo la Itwangi ni jimbo jipya ambalo linahitaji maendeleo endelevu. Kwa hiyo nimejiandaa kisaikolojia kuhakikisha kwamba nakwenda kuwa kiongozi wa mfano ndani ya jimbo la Itwangi na upya wake, lakini mimi naenda kufanya kuwa jimbo endelevu kimaendeleo. Ikiwa kama kaimu mwenyekiti wa mkoa wa Shinyanga, kuweza kufikisha habari kwa wananchi wa Shinyanga kwamba sasa mlango uko wazi kwa mwananchi yoyote yule ambaye ana ndoto za uongozi, basi mlango upo wazi ndani ya ACT Wazalendo kuhakikisha kwamba ndoto zake anakuja kuzitimiza ndani ya chama cha ACT Wazalendo, kwa sababu mlango bado uko wazi. Kwa hiyo tunaomba wananchi wote waweze kuja kwa wingi, cha kwanza kutiania, lakini pia wananchi waweze kutuunga mkono kipindi cha uchaguzi, kwa sababu tuna dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba tunaweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na jukwaa hili ni jukwaa moja tu, ni ACT Wazalendo. Kwa hiyo naombeni chonde kutufikishia habari hizi kwa wananchi mbalimbali kwamba sasa tupo kazini kuhakikisha kwamba tunakwenda kuirudisha Shinyanga ya almasi, Shinyanga yenye dhahabu. Naitwa Siri Yasin. Nimechukua fomu ya kugombea jimbo la Shinyanga mjini. Nimefurahi na kuona kwamba jimbo la Shinyanga mjini kupitia chama chetu cha ACT Wazalendo tumechukua fomu mpaka sasa. Tumechukua wagombea 5. Sasa ni jinsi gani chama chetu kipo kwenye ramani? Kwa sababu kitu chochote chenye matumaini utaona mwitikio wa watu. Sasa mimi nimeamua kuchukua fomu hii, niombe ridhaa ya chama changu ili niweze kuwa mbunge wa Shinyanga mjini. Na ninaomba Mwenyezi Mungu anisimamie kwa hili, kwa sababu nina dhamira, nina utashi na nina maamuzi kutoka moyoni mwangu niweze kugombea jimbo la Shinyanga mjini, lakini hatimaye
naomba nyinyi waandishi wa habari na watu wengine mfikishe salamu hizi kwa watu wengi. Waambieni Sili Yasini safari hii anagombea ubunge katika jimbo la Shinyanga mjini. Vipaumbele vyangu ni kama vitatu. Ya kwanza kabisa, Shinyanga yetu ni Shinyanga ya dhahabu, almasi, ng'ombe, pamba, mpunga kwa wingi. Katika pato la taifa, Shinyanga inachangia pato la taifa, ni watatu kwa kuchangia pato la taifa. Lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ya viongozi ambao tunawachagua kwenda kutuwakilisha huko, tunajikuta sisi Shinyanga ni wa mwisho kwa maendeleo. Ukitaka kuona sura ya Shinyanga, sura yote ya mji wewe inaanzia stendi. Ukifika stendi ya Shinyanga unajua kabisa Shinyanga iko hoi. Mji wa dhahabu, almasi, pamba, ng'ombe na kila kitu. Mtu anaposhuka kutoka sehemu yoyote akifika stendi tu anajua kwa kweli mji wa Shinyanga sio mji. Maana mtu mwingine anakuuliza mjini ni wapi? Kipaumbele changu ni kuhakikisha miundombinu inakaa sahihi. Tunakwenda kwenye barabara la Mwawaza, ili ni tatizo kubwa sana ambalo Chama cha Mapinduzi wamejitahidi kwa hali na mali kuombea kula kila inapofika wakati wa uchaguzi. Wanakwambia tutaunganisha barabara ya Mwawaza kutoka Ndala mpaka Mwawaza sehemu ya hospitali. Lakini imekuwa ni wimbo kama wimbo wa taifa vile. Sasa hivi barabara lile ni bovu kuliko maelezo. Na ndilo barabara muhimu zaidi kwa mkoa wa Shinyanga. Maana kuna barabara kuna hospitali ya rufaa kule, lakini mgonjwa anapokuwa anakwenda kule, badala ya kwenda kupata angalau nafuu anaenda kwenye matibabu, hatimaye wagonjwa wengi wanakuwa wanaishia njiani. Maana mgonjwa wa pressure afu unamrusha kwa nguvu na nini, hatimaye inafika Mwawaza unaambiwa mrudisheni mjini, tayari huyo ameshakuwa sio sahihi. Lakini kitu kingine, sehemu ya afya imekuwa ni tatizo kubwa sana. Sera za nchi zinasema mama mjamzito, watoto wenye chini ya umri wa miaka 15, miaka 5, wazee watatibiwa bure, lakini sio sahihi. Kina mama wanateseka sana ndani ya hospitali. Na bahati mbaya sasa hivi kulingana na uchumi uliopo, mama akibeba mimba, ina maana na baba naye anabeba mimba kichwani. Anabeba mimba ya kichwa, kwa maana anaendelea kufikiri sana nini afanye. Akifika mama hospitali mjamzito, cha kwanza anaambiwa una pesa. Imefikia sehemu hospitali ya rufaa ama hospitali ya wilaya inakosa hata nyuzi. Hichi ni kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo mambo haya ni mambo ya kuyasimamia. Kama serikali itashindwa kusimamia watu wake kwenye afya, sidhani kama kunaweza kusimamia sehemu nyingine. Sasa tumeona jinsi ambavyo wabunge wetu wa Shinyanga wanapokwenda. Hawasemi mambo haya. Watanzania wengi wanapoteza maisha kwa sababu ya kukosa pesa ya kujihudumia katika matibabu. Shughuli ya huduma ya matibabu imekuwa kubwa kuliko maelezo. Sasa hivi ukienda Mwawaza tu, na kwa bahati mbaya ukilazwa ICU, Katemi hapo ni hoteli nzuri, lakini unaweza ukalala kwa shilingi 10,000 kwa siku. Lakini ukifika Mwawaza siku moja unatumia zaidi ya 200,000. Sasa ni maskini ni Mtanzania gani ambaye ni maskini wa kawaida anaweza kumudu 200,000 kwa siku? Kwa hiyo tunajikuta watu wengi wanapoteza maisha kulingana na hali ilivyo ya kiafya. Kwa hiyo nafikiri hii sera ambayo wanasema mtoto atatibiwa bure, mwanamke atatibiwa bure anapokuwa mjamzito, wazee atatibiwa bure, imekuwa kama vile ni ndoto ya Linacho. Ni kitu hakipo kabisa. Lakini kwenye mambo yao, kwenye vitabu vyao, kwenye nini wanasema mwanamke anatibiwa bure kule hospitali. Lakini sio kweli. Hata mtoto aliyezaliwa kabla ya umri akienda kulazwa pale atatoa pesa huyo mpaka atashangaa. Watoto wengi wanapoteza maisha kwa sababu wazazi wao hawana uwezo wa kununua zile dawa. Unafika hapo unaambiwa dawa 80,000, unaambiwa dawa 120,000, unaambiwa dawa shilingi ngapi. Kwa hiyo wazazi wengi wanashindwa kuhudumia hata watoto wale njiti, inabidi watoto wapoteze maisha. Kwa hiyo hivi vipaumbele vyangu vya awali. Lakini vitu vingine ni miundombinu. Miundombinu ya Shinyanga imekuwa mibovu sana ndani ya miaka hii 10. Nakumbuka mimi nikiwa diwani tulijitahidi kuweka angalau mitaro. Lakini pia kusimamia barabara, tukaenda kuomba mpaka Benki ya Dunia tukapata barabara hizi ambazo ziko katika mzunguko wa Shinyanga. Lakini tumetoka kwenye udioni miaka 10 iliyopita, hatujaona mtaro mwingine tena unajengwa mpya. Kwa hiyo miundombinu ni mibovu. Ndugu zetu bodaboda wanateseka sana kupeleka wateja, lakini pia inafikia sehemu watu wanapata gharama kubwa za usafiri. Sehemu ambayo wangeenda kwa 1,000 au 500 inabidi aende kwa 2,000 au 3,000 kwa sababu ya miundombinu mibaya ya Shinyanga. Sasa hatutakubali vitu vya namna hii. Sisi ndio tupo Shinyanga, wakazi wa Shinyanga wa muda mrefu, na tunatarajia kukaa hapa Shinyanga mpaka hata makaburi yetu yabaki Shinyanga. Kwa hiyo lazima tuisimamie Shinyanga.
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.